Jina naitwa Jeremia Sendui Laizer, ni katibu wa viongozi wa kimila Tanzania. Niko mbele ya Baraza Kuu la Jamii ya Wamasai na mkutano mkuu, tukisimama kutoa tamko rasmi kuhusu na kupinga kwa nguvu zote mienendo ya baadhi ya makundi ya wanaharakati wanaosunguka kujipatia madaraka, uongozi kwa njia zisizo halali, kwa kutumia ushawishi wa kifedha na mashirika na mbinu za kuagawa viongozi wa kimila kwa maslahi yao binafsi. Uongozi wa mila sio bidhaa ya kununuliwa wala si jukwaa la tamaa ya madaraka, bali ni dhamana takatifu inayotokana na utaratibu, kanuni na mwongozo wa sheria za kimila. Pia ni ridhaa ya jamii na msingi imara ya kimila. Jaribio lolote la kupenyeza mgawanyiko au kupindua utaratibu kwa maslahi ya wachache ni uvunjifu wa maadili, mila na msingi ya uongozi bora. Tunasisitiza kuwa uongozi wa kimila haupatikani kwa ujanja, bali kwa uhalali. Umoja wa viongozi wa kimila ni nguzo ya heshima ya jamii. Mashirika au watu binafsi wasiingilie msingi wa mila kwa manufaa yao. Kwa msimamo wa viongozi wa kimila, Mheshimiwa Joseph Ole Paserian Laizer ni mwenyekiti wa taifa Maasai pamoja na baraza lake kuu la kimila. Tunakataa kwa kauli moja na kulaani vikali vitendo vyote vinavyolenga kufuruga mfumo wa uongozi wa mila. Tunatoa wito kwa jamii na viongozi wa kimila kusimama imara, kulinda utaratibu na kuendeleza mshikamano bila kuyumbishwa na tamaa za wachache. Uongozi ni wajibu, sio fursa ya kujinufaisha. Basi hivyo naomba niseme tu kwamba hii ni katiba na ni mwongozo wa viongozi wa kimila taasisi, baada ambao tumechukua maamuzi hayo na kusajili baraza la viongozi wa kimila pamoja na wadhamini. Hii ndio mwongozo unaoonyesha ifikapo mwisho wa uongozi au ukomo wa uongozi ndio tutafanya utaratibu wa kuitana kila pande, alafu tukae chini tuteue na hatimaye pia kuteta ni nani ambaye inatufaa, mwenye hekima na busara kuendelea na baraza. Lakini naomba niseme tu kwamba hii ndio katiba yetu. Lakini naomba niseme kwamba ninukuu sehemu ndogo, muda wa uongozi, kipindi cha uongozi kutakuwa na cha miaka 3 au vipindi viwili mfululizo. Muda huu unampa kiongozi nafasi ya kufanya kazi na kuacha alama ya kutoa nafasi kwa kizazi